Hujambo mtazamaji wa Asam Online TV, karibu tena katika kipindi cha Ramadhani leo, ikiwa leo nimefika mjini katika bucha la Baba D, ambapo leo nitaongea naye kuhusiana na masuala mazima ya uuzaji wa nyama, bei na vipi anaendelea na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Jina langu Madina Omar, lakini nyuma ya kamera ni Ali bin Haji. Usiache kufuatilia kipindi hichi mwanzo hadi mwisho. Una changamoto kidogo sababu nyama zimepanda bei, kwa hivyo walaji kidogo wanapiga kelele. Kwa hivyo saa nyingine kiwango ambacho unakuwa unakichukua hakimalizi kwa siku. Inabidi watu wanabadilisha mbadala wa kitoleo chengine. Kuna mabucha makubwa, kuna wale wanaoleta wenyewe ng'ombe kutoka mainland waleta Zanzibar. Wale mara nyingi ndio wanakuwa wanachinja kisakasaka, alafu wanatuzia sisi kwa jumla. Tunafahamu wanatuzia sisi kwa jumla. Sasa sisi tunakuwa tuna bei mbili. Inawezekana ukaja kwa yule anauza kwa jumla ambaye anatuuzia sisi, bei ikawa imeshuka kidogo. Kwa mfano, unaweza kwenda kama maeneo ya Kwerekwe ambao ndio wafanya biashara wengi wakubwa wa kukule. Unaweza kukuta kule nyama shilingi 14,000. Tumefahamiana. Lakini ukija kwa mimi mdogo ambaye nachukua kwa wao, inabidi lazima niuze 15 au 16. Ile nipate cha juu. Unanifahamu? Na kinachotumiza zaidi, wao kushusha hawataki. Kwa hivyo na sisi hatuwezi kushusha kwa sababu hiyo. Wangekuwa kama na wao wanaweza kushusha wakatufanyia bei ya jumla shilingi 12,000. Unanifahamu? Basi sisi tungepata kuuza kwa sote 14,000. Lakini hivyo ndo tatizo kubwa ambalo sasa hivi changamoto liko katika upatikanaji wa nyama. Tukijaribu kuzungumza nao tukawaeleza, wakasema wanavyotuambia sisi, wanatuambia bwana, tatizo kule mainland upatikanaji wa ng'ombe sasa hivi umekuwa mtihani kidogo. Umekuwa wao ng'ombe wananunua wao vile vile kwa ghali, tofauti na miaka ya nyuma. Changamoto ni za kawaida zile ndio kama tulizosema, kuna siku biashara inapanda, kuna siku inashuka. Hasa biashara yetu ya mitaani. Kuna biashara yetu ya mitaani sisi tunategemea zaidi watumiaji wa kawaida wadogo. Kwa hivyo siku unasikia tonge limetanda lile tonge wasijue siku hiyo akupitii mtu kwa sababu watu wote wanakimbilia kwenye tonge. Unafahamu? Lakini hata ile tonge yenyewe sasa hivi nao ndio unasikia limekuwa mbinde kidogo, limekuwa tabu. Unafahamu? Kwa hivyo watu wanajaribu kuna niheko. Lakini kuna hawa samaki wa Pedu nao sasa hivi wamechukua nafasi. Samaki wa Pedu wamechukua nafasi vile vile. Kwa hivyo hiyo ni moja katika changamoto. Kama tuseme utakuwa huko karibu na mtu ambaye amefungua samaki wa Pedu, kwa hivyo wewe muuza nyama kidogo, unaweza watu wakakupiga chenga. Safari hii naona ukame umekuwa mkubwa zaidi wa kitoweo. Japokuwa nyama ipo, lakini sasa vile mbadala. Unajua katika mabucha sisi tulikuwa tuna biashara za vitoweo kama 2, 3. Unakuwa kuna kuku, tunafahamu kuna hizo nyama, lakini safari kuku fresh, kuku Pedu wapo, lakini kuku fresh wamekuwa adimu, wamekuwa hawapatikani. Na hii vile vile wananchi ilikuwa inawasaidia, wakipatikana wale kuku fresh basi wanakuwa kidogo kwa sababu tunauzia kwa mfumo wa mzima na nusu. Tunafahamu nusu shingapi, lakini sasa hivi hata kuku fresh hapatikani. Kwa hivyo kwa ufupi sasa hivi hii biashara ya vitoleo baridi imechukua nafasi kwa sababu ya unafuu wake. Kule kisakasaka kuna watu ambao wanaenda hawasafiri kwenda kutafuta ng'ombe bara. Kwa hivyo kuna watu wanaleta ng'ombe kutoka bara, wanawafikisha pale kisakasaka, alafu asubuhi watu wenye mabucha wale wengine wakubwa wanaenda kutafuta ng'ombe pale. Ushauri wangu mimi nafikiria nikizungumza na hao wafanyabiashara wakubwa wanacholalamika, pengine moja katika pamoja na kwa wanasema ni ghali ng'ombe, lakini kuna na mambo ya ushuru. Kuna ushuru ambao wa mkoa kwa mkoa kutoka kule mainland, ushuru wanaotoa wao hapa Zanzibar, unafahamu? Kwa hivyo wanasema wakipiga hesabu ile ng'ombe anaweza akapata kama 100,000 nzima, yani ongeza makato. Kwa hivyo na wao wanachokifanya bidii warejeshe mule. Unafahamu? Kwa hivyo hicho ndio ambacho ninachowasikia wenyewe.
Mimi zamani niliwahi kufanya biashara ya kuchukua bara. Lakini kipindi kile ilikuwa bado hakuja kwa kama hivi. Tulikuwa kipindi kile ulikuwa kilipia kibali kile. Tunafahamu inakuwa ndio ushalipia nani hii. Kinachofuata unalipia usafiri tu. Kama tunavyojua mwezi mtukufu wa Ramadhani, nyama ni kitu ambacho kinapendelewa sana na wananchi. Kama tulivyoweza kumsikia Baba D, ameweza kuongelea swala zima la changamoto ambazo anakutana nazo katika swala zima la uuzaji wa nyama katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Jina langu Madina Omar, lakini nyuma kamera ni Alvin Haji. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare katika channel yetu ya ASAM Online TV.